Wakati huo familia moja katika kijiji cha Husupa, Mumias Mashariki, kaunti ya Kakamega, inalilia haki baada ya kifo cha mpendwa wao anayedaiwa kupigwa risasi kimakosa na afisa wa DCI. Lucas Lusa mwenye umri wa miaka 25 na ambaye ni baba wa watoto wawili anadaiwa kupigwa risasi kimakosa na afisa wa DCI aliyekuwa anajaribu kuwatawanya wakazi wenye hamaki waliokuwa wanajaribu kuwaua washukiwa wawili wa wizi. Wakizungumza wakati wa hafla ya mazishi, familia hiyo ikiongozwa na babake Samuel Wasonga wanaitaka serikali kujukumika kwa kutoa msaada wa kifedha kusaidia familia hiyo. Nilipotimia wakati wa saa 5 ikielekea saa 6, nilipata simu kutoka kwa mwenzangu akiniarifu kwamba niende Shianda. Huko Shianda sikujua ninaenda kwa sababu gani, lakini vile nilifika huko yale niliyaona sikuamini na tena sijaamini na macho yangu. Nilipata mtoto wangu kama analoa tamu, tamu inatoka ubafuni na inapupuchika kama maji ya mto. Mimi kama mzazi nimepoteza. Familia yangu ni familia ambayo tuko wanyonge. Lakini kama ningepata muhisani mwenye ataweza kunishikilia ili haki ya mtoto ipatikane. Na jambo moja tu kwa afisa wa polisi, hasa sana wa taifa letu la Kenya. Unaweza ingia kwa mob na uko peke yako, uwezi rescue. Ona aliokoa mwizi na kwa sasa hivi sasa tunaongelea kwamba aliua kijana wetu. Taarifa za TV hakuna taarifa yenye inaweza isha bila kama hajataja Albert Ocheng. Kuna mwingine amepigwa juzi risasi Boniface Mwangi. Hao watu wanaongelewa sana wanasiasa, na sisi tulichukua viongozi wetu. Tujasikia kitu chochote wakiongea kuhusu kijana bila amefariki. Wamenyamazia tu. So wanangoja kuja kuongelea kwa matanga, na huyo kijana kupata haki yake ni lazima kuwa naongelea vile viongozi wengine wanaongea.